Kipindi cha kwanza ni kama timu ziligawana. Kipindi cha kwanza mpaka kinaisha Simba alikuwa anaongoza kwa ball possession. Lakini mimi kwa mechi kama ya jana, mimi siwezi kuangalia ball position. Mimi naangalia tu timu imequalify kwa sababu kuna hatua ukifika au hauangalii timu imecheza vipi. Unaangalia timu imevukaje, si ndivyo? Unaweza ukacheza vizuri lakini ukaja ukatolewa. Kwa mfano kuna baadhi ya mechi ambazo tumeziona hapa, timu inacheza vizuri kabisa lakini mwisho wa siku inakuja kutolewa. Kwa hiyo kwenye hatua kama ambayo Simba alifikia, kuna kitu ambacho cha tofauti kama nilivyosema pale mwanzo ambacho wao wametuonesha. Na ni tofauti na siku za nyuma kwamba rejea mechi zote ambazo Simba alikuwa anaingia robo finali, alikuwa akienda ugenini anapoteza kwa idadi kubwa sana magoli, goli 5, goli 4, lakini this time around umeona amekuwa tofauti kidogo. Hata idadi ya magoli ambao anapoteza imekuwa ni machache, especially kwa msimu. Kwa hiyo ni namna sasa ya kucheza unapokuwa ugenini na unapokuwa kwa nyumbani. Unapokuwa nyumbani unaweza kujiachia kwa asilimia kubwa. Lakini unapokuwa ugenini kuna ile nidhamu ya uchezaji. Na ndio maana unaweza kuona kwamba hata kama jana ulibahatika kuangalia ile mechi ya Berkane na wale Constantine, unaweza kuona kwamba Berkane wao waliamua kusalenda possession yote kwa Constantine kwa sababu wanajua tayari tuna uongozi wa magoli, lakini tusikubali kufungwa. Kwa cha msingi sisi tuwe kwenye shape yetu tu ya ulinzi, lakini tuhakikishe kama zinatokea nafasi mbili au moja ya kufunga basi tufunge. Kwa hiyo jana Simba walicheza kwenye plan ambao haikuruhusu wao kumiliki sana mpira. Cha msingi wao ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanalinda ile goli lao moja na kuqualify.